Hivi Tasha ni wa kutoka na mke wa Kai kweli? No. Tasha, huwezi kuamini ndugu yangu. Zawadi ashamfahamu mwanaume ambaye anatembea na mke wangu. Kwa hiyo hapa nilipo nimevurugwa kweli, hata sijui nini cha kufanya. Na hapa nilipo nimevurugwa kweli ndugu yangu. Na mtu pekee wa kudhibiti hasira zangu ni wewe hapo Tasha. Kwa nakuomba sana unisaidie kwenye hili. Twende mguu kwa mguu kwa Zawadi, tumhoji huyu mwanaume ni nani na ikiwezekana tumshughulikie. Oh, ina maana kumbe hajanifahamu. Basi vizuri. Kumbe na kete muhimu sana ya kuicheza mkononi mwangu. Nisikize kwa makini ndugu yangu. Mimi nakutambua vizuri sana. Wewe ni mtu ambaye una hasira za karibu mno. Yaani katika kitu ambacho huwezi kujizuia nacho ni hasira zako ambazo uko nazo. Sasa kitu ambacho mimi nakihofia, inawezekana kwetu tukatoka mimi nawe hapa mpaka kwa Zawadi. Lakini baada ya kufika kwa Zawadi, kwa hasira ambazo uko nazo wewe, hata Zawadi unaweza kumpiga makofi. Na mwisho wa siku tukakosa kitu ambacho ninakihitaji. Kwa hiyo kwa ushauri wa haraka Kai, ni vyema ukaniacha mimi niende peke yangu kwa Zawadi. Kwa sababu si unaniamini mimi. Basi mimi niache niende kwa Zawadi. Ile jambo alihitaji kukurupuka, alihitaji miamko. Niende nikazungumza naye kwa ustaarabu, anaambia huyo mwanaume ni nani. Na kisha naambia mimi nakurudishia majibu. Baada hapo mguu wangu mpaka kwa mwanaume. Na tukifika tumshughulikie ile ipasavyo. Kwa sababu ni upumbavu ulioje Kai. Yaani mtu anakuja kukuchukulia mke wako wewe, mimi nipo. Na mimi namfahamu mtu ni nani? Iko kitu mimi siwezi kukubali Kai. Huyo mtu lazima tumshughulikie ile ipasavyo. Sawa ndugu wangu, nimekuelewa. Mimi nitafanya kama unavyotaka wewe. Yaani rafiki yangu nimevurugwa. Hivi unajua Tasha anipendi tena? Hakutaki tena Tasha? Ndio anitaki tena. Na mbaya zaidi nimegundua anatoka na mke wa rafiki yake. Kuna mtu kawapiga picha wakiwa pamoja. Inamaanisha kuna mtu anawafuatilia. Na hofia rafiki yake akija kugundua kuwa Tasha anatoka na mkewe, anaweza kumzuru Tasha. Nishauri rafiki yangu, nifanyaje? Maana mimi sitaki Kaya mzuru Tasha. Rafiki yangu pole. Cha kushauri mimi hapa, mtafute Tasha. Ukae naye chini mzungumze vizuri. Mimi na imani atakuelewa. Ablock namba mwanamke, then aifute. Maana inakuja kutokea madhara makubwa sana ambayo hata hakuna mtu ambaye alikuwa. Kwa nini kuja kuyaweka sawa? Kwa nakuomba tufanye hivyo rafiki yangu. Tasha, mimi ndo mtu pekee ninaojua ukweli ya kuwa wewe unatembea na mke wa rafiki yako. Na nataka nimwage hadharani siri ili kila mtu atambue. Lakini kila changamoto ni fursa. Nataka nitumie hii changamoto yako kama fursa kwangu. Ukitaka nisimwambie mtu yoyote na niendelee kuitunza hii siri, nahitaji milioni 10. Huyu ili nimshinde ni lazima nimlaghai kimapenzi. Anajifanya na akili sana. Inabidi nimuonyeshe kwamba mimi nina akili zaidi yake. Zawadi, mimi nimekuelewa. Lakini nina surprise ambayo nahitaji nikupatie. Na surprise hii ina thamani kubwa sana kuliko hata iko kiasi cha pesa ambacho unakihitaji. Naomba unisikize kwa makini. Nimezipata taarifa zako kwamba wewe ni fundi sana. Yaani mwanamke ambaye mwenye uwezo mkubwa sana wa kuwini uwanja. Unacheza dakika 90 na hata ukiongezwa mara 4 dakika 90 bado unaweza kuperform kwenye ubora ule ule. Na nasikia kwamba ni mzuri sana kwenye kupiga chenga. Unapiga chenga mithili ya Maradona. Zawadi, kama utojali, unaweza ukanipa mechi ya kirafiki.
nahitaji tuicheze baina mimi na wewe mechi hii. I swear to my God, katika mechi hii ambayo tutaicheza mimi na wewe ya kirafiki, kama nikishindwa kukupiga kwa KO, basi kiasi cha pesa ambacho unakihitaji nitakupa mara 3. Unajifanya mjanja sana Tasha, si ndio? Unataka kuutumia mwili wangu kama rushwa kuniziba mdomo? No. Zawadi, mimi sijamaanisha hivyo, lakini bali nahitaji ni kuonyesha ufundi ambao niko nao, majaliwa ambao Mungu amenijalia. Lakini pia nahitaji ni kuonyeshe kile ambacho nimefunzwa jandoni, wewe ukione hapa live kwenye uwanja wa 5-6. Zawadi, ufundi ambao niko nao haujawahi kuuona popote pale, bali ni kwangu mimi Mr. Tasha pekee tunatakiwa kuonyesha ufundi ule, endapo tu ukikubali kunipatia mechi ya kirafiki. Natumai umeenjoy sana. Nitaenjoy vipi kwa mwanaume alionibaka? Wow. Kumbe nimekubaka. Nilikuwa sijui. Lisa, hauna sababu za kujuta. Kiukweli ungekuwa unajuta, basi ulipaswa kumheshimu mumeo. Lakini kama umeshindwa kumheshimu mume wako, haya ndo malipo ya usaliti, kuto kumheshimu mume wako. By the way, natumaini siri yangu haitavuja tena. Utaamua wewe. Ukitaka niivujishe, nitaivujisha. Na usipotaka nisiivujishe, sitoivujisha. Una maana gani? Ina maana unataka kunitumia tena? La hasha. Mimi sijamaanisha hivyo. Lakini usipende kumwamini kila mtu. Na kuwa makini katika mambo yako. Sasa kwa unavyofikiria wewe, mimi Zawadi Mautamu, kuna staili gani ngeni hapa duniani ambayo sijawahi kuicheza? Kitu usichokijua, mimi ni mchezaji hodari sana, na kila nikiingia uwanjani lazima nizikabiri dakika 90 kisawasawa, na hakikisha natoka na ushindi. Sijawahi kutoka kapa. Wow. Zawadi Mautamu. Ina maana sifa ambazo nimezisikia kwamba wewe ni fundi, basi ni ukweli, kwa maana umekiri kwa kinywa chako. Ni kweli kama unaolisema kwamba hakuna staili ambayo hujui katika dunia hii ya leo. Lakini kwambia kitu kimoja tu Zawadi, inawezekana chini ya jua kila kitu uko unakifahamu, lakini sio kila kitu uko unakijua. Zawadi, zipo staili nyingi sana ambazo uzifahamu, ila mimi Tasha nitakuonyesha leo. Kwa mfano, kuna staili moja inaitwa mtoto wa mwisho kasusa hataki kupewa chakula. Unaifahamu? Asa ndo staili gani hiyo Tasha? Ndio maana nikakwambia kwamba sio kila staili unaweza kuifahamu. Na hapo bado sijamaliza. Na staili nyingine inaitwa ng'ombe wa mbele amegoma kwenda, anachapwa viboko ni ng'ombe wa nyuma. Na hiyo pia unaijua? Mbona kama unanishawishi hivi? Wow. Na pia nikimaliza hapo nakuja na staili moja ambayo ni maarufu sana, inaitwa popo kanyambingu. Unasemaje hapo? Maneno bila vitendo ni kazi bure. Hayo maneno yako unatakiwa uyaonyeshe uwanjani. Onyo, ole wako unipake shombo. Nitaziandika picha zako hadharani leo hii. Sitakuwa na huruma na wewe. Oh, Zawadi, kama nikikupaka shombo, unaruhusa kufanya chochote ambacho unaona kitakupatia faraja ndani ya moyo wako. Lakini I have one question. Vipi kama nikikupatia kile ambacho unachokihitaji, yaani nikakuchapa barabara, itakuwaje? Tuingie mchezoni. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena
hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako, kumbe hao ndo viunganishi. Wanajifanya wakweli, ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama zamani, waondoke kifungoni, ila haiwezekani, maana tayari washafunga. Somali! Somali! Vipi? Kimekupata nini? Kimekupata nini mdogo wangu? Somali! Nini kimekukuta? Ndugu yangu, nimeingia kwenye mikono ya watu wabaya. Nimefahamu kitu ambacho sikupata kukifahamu ndugu yangu. Nafsi kwenye nyumba sana. Msomali, naomba niambie kilichokukuta nijue, au umeiba? Hapana ndugu yangu, nadhani unanifahamu mdogo wako, tabia za wizi mimi sina. Lakini kuingilia mambo ya watu wasionihusu ndugu wangu, angalau amenifanya naumia brother, naumia. Hebu niambie basi ni kitu gani kimekukuta mdogo wangu niweze kukusaidia. Ukikaa kimya siwezi kukuelewa ndugu yangu. Ndugu wangu, naomba niahidi kitu kimoja. Nitakapokuambia hili swala, usijaribu kumwambia mtu yoyote. Usijali kuhusu hilo kabisa, na kuhakikishia simwambie yoyote. Wewe niambie. Ndugu yangu, wanasema mficha maradhi siku zote kifo mumbua. Ila ukweli ni kwamba nimebahatika kumfahamu mtu ambaye atoka na mke wa Kai. Ndugu yangu, kwa hapa nilipofikia nimesha sarenda, na maanisha nimesha salimu amri, na sioni sababu ya kuendelea kugombana na wewe wakati wewe ndio mtu pekee unayefahamu ukweli juu ya mke wangu. Kwa naomba Mshabaha, kwenye naomba nisaidie. Naomba unitajie huyu mwanaume ni nani ambaye anatembea na mke wangu. And I promise you, endapo kinitajia, nina offer kabambe sana juu yako. Nitakupa shilingi milioni 1. Na usifikiri ni masiara, niko serious sana kwenye hili jambo. Naomba unitajie huyu mwanaume ni nani. Na naomba kwenye hilo usinifiche. Ninachotaka tu nitajie jina la huyo mtu ni nani na unipe uthibitisho. Na wala usiwe na wasiwasi, sitotaja jina lako. Nitajua mwenyewe nitajitetea vipi. Wewe niambie tu huyo mwanaume ni nani. Kai, mimi nafahamu kuwa mke wako anachepuka, lakini bado sijamfahamu huyo mwanaume anayechepuka naye. Alafu Kai, mbona nishakwambia hapo awali kwamba mimi sielewi chochote kuhusu mke wako? Yaani sijui zaidi kabisa yani. Sijui chochote. Sasa Mshabaha, kwa nini unaendelea kuficha ndugu yangu? Mimi nishakwambia sipo tayari kugombana na wewe tena, maana kugombana na wewe sana kujitekelea mwenyewe na kucheka. Kwa niambie tu wewe jina ni nani wewe mwanaume? Ndugu yangu, hakuna haja ya kuficha tena. Maana najua hapa mtaani wewe ni maarufu sana kusambaza umbea. Na endapo mtu akikupa pesa, unatoa taarifa zilizo sahihi na kwa uweledi kabisa. Kwa niambie tu jina. Inatosha. Nimekuelewa Kai. Labda ngoja nianze kulifuatilia sasa. Alafu nitakapomfahamu huyo mwanaume, usijali. Nitakufuata, nitakuelekeza. Nitakupa jina pamoja na uthibitisho wake. Na imani utamfahamu vizuri. Very nice. Hii ni business card yangu. Ukishapata taarifa kamili, usisite kunitafuta. Details zangu zote zipo. Na ukiwa tayari kunipa taarifa za ukweli, nitumie bank account namba yako, nitakuwekea hiyo pesa. Okay, nimekuelewa. Lakini Kai, naomba unihakikishie kitu kimoja.
kwamba endapo nitakapokuletea jina na uthibitisho huyu mwanaume anayetembea na mke wako, mimi hautanihusisha kwa chochote, na wala jina langu lisije likasikika ukilitaja huko kwamba mimi ndo nakuletea hizo details. Kuwa na amani, sitokudhuru na wala jina lako sitolitaja. Aha. Umemfahamu anayetoka na mke wa Kai? Kweli? Sasa nisikize mdogo wangu. Kipindi kirefu sana ulikuwa unahitaji kufungua genge, lakini mtaji hauna, si ndio? Sasa kupitia hili mdogo wangu, tunaenda kupata hela ya mtaji. Sasa kwa ndugu wangu, unafurahia maumivu niliyopata kwa sababu amenipasua, ameniumiza, ndio unapata nguvu ya kusema utanifungulia genge, si ndio? Hapana Msomali. Wewe hujanielewa. Naomba unitajie huyo mwanaume ambaye anatoka na mke wa Kai. Yaani kitendo cha wewe kunitajia huyo mwanaume, bas tumepata hela mtaji. Niambie. Hapana ndugu yangu. Natambua uko ile ndugu yangu na nakupenda sana. Lakini kwa kilichonitokea siwezi kukwambia huyo mtu, kwa sababu akija kujua kama nimemtaja atanifanyia kitu kibaya na anaweza kanipoteza hata kwa hii dunia. Ndugu yangu, naogopa usalama wangu. Msomali, hili ni dili, hii ni pesa. Hebu niambie nani anatoka na mke wa Kai? Yaani kuhusu swala la usalama wako hata usiwaze. Tunaweza ukapata hiyo pesa nikakupatia ukaondoka ukaenda mbali kabisa ukafungua genge, hakuna atakaye kuona. Yaani sijui nani, hamna kabisa, usijali. Wewe niambie. Hebu be free kabisa. Yaani usalama ni very very good. Utakuwa 100% na kuhakikishia. Unataka kumfahamu mtu anayetoka na mke wa Kai, si ndio? Yes, nataka kumfahamu. Niambie. Wow. Zawadi. Unajua mara kwa mara ninavyokaa na baadhi ya watu wanakuwa wakiongea vibaya sana wanawake wanene. Na mimi kuna muda kama vile nilikuwa nataka kuamini, lakini siku hii ya leo baada ya kuwa pamoja na wewe nimetafakari na kugundua kwamba yote ambao wanazungumza kuhusiana na wanawake wanene sio kweli. Ila Tasha, una mambo wewe. Unajua nini Zawadi? Wanawake wanene na miko yenu. Kweli? Ngoja nikwambie kitu kimoja Zawadi. Yaani iko hivi, wewe utamu wako ni utamu usio na kifani. Alafu Mungu amekujalia asali yako ni tamu sana. Kiukweli natamani kuilamba tena na tena. Alafu Zawadi, pia bado una sifa nyingine ambayo ni ya kipekee sana. Yaani wewe ni wa moto. Yaani joto lako lokuwa nalo wewe ni sawasawa na mgonjwa wa malaria. Natamani kukumbatia kila wakati Zawadi. Asante Mungu. Hatimaye na sisi wanawake wanene tumefikiwa. Yes, naona nimeanza kufanikiwa sasa. Amenielewa. Ni lazima uwe upande wangu Zawadi, ili tu usiweze kuitoa siri yangu. Hapa acha nitumie tu msemo unaosema love is power. Warudi kama zamani, waondoke kifungoni, ila haiwezekani, maana tayari washafunga ndoa. Japo naumiza ndoa, wanajitahidi kuilinda. Ndugu yangu, ndio maana siku zote nakwambia kikulacho kimongoni mwako. Hivi hapa mtaani kote nani asiyefahamu urafiki wao?
Na hata kwenye ndoa ya Kai, yeye ndo alikuwa upande wa mume. Yeye ndo alikuwa rafiki wa karibu na Kai. Afu leo anadiriki kumfanyia hivi. Yaani kiukweli baada ya kulitambua hili, nimejikuta kabisa nachukia nini maana ya ndoa. Nimejikuta kabisa sitaki kusikia neno eti unaishauri Msomali oa. Sitaki kusikia masuala ya ndoa, sitaki. Msomali, unamaanisha nini? Maana sikuelewi. Hapana. Hivi Tasha ni wa kutoka na mke wa Kai kweli? Kwani Tasha Kai kakukosea nini? Urafiki wenu ulikuwa mzuri, mfano wa kuigwa kweli. Tasha Kai kakukosea nini? Urafiki wenu wa kuigwa kabisa eti. Tasha nakuja kumsaliti Kai. Hivi Kai kakukosea nini Tasha? Lakini mbona Tasha anafanya ukatili wa kiasi hiki? Msomali, una ushahidi juu ya hili? Bro, mimi sio kijana, akili timamu. Siwezi kuongea kitu ambacho sina ushahidi nacho. Kama nilivyokuambia hapo awali, mimi kuna mtu aliniita kama nipatie pesa. Akaniambia kuna mzigo inabidi alipeleke nimpatie Tasha. Lakini kilichonishangaza, kwa nini unipe mimi mzigo? Afu utaki tuonane sura. Ananiambia mimi nimpelekee mzigo Tasha. Afu yakapaa kininja, nikaona ingia akilini. Ndipo nilipochukua ule mzigo. Kipindi nampelekea Tasha, nilipofika njiani ikabidi niangalie kwenye ile bahasha kanipa nini. Nakuja kukuta picha ya Tasha akiwa na Lisa. Na hata ukitaka sasa hivi ushahidi ni nao. Na naelewa nini ninachokiongea. Kwani Tasha Kai kamkosea nini? Unajua ndio anasababisha marafiki wa sasa wanaonekana sio waaminifu. Tasha umekosea sana. Tasha. Tasha. Zawadi, kama utojali mpenzi wangu, naomba nikuombe kitu kimoja tu. Tasha, mimi ni wako sasa. Hauna hadhi ya kuniomba kitu kimoja. Hata ukitaka kuniomba vitu 100, nipo tayari kukupatia. Sema baba, unataka nini? Unajua, kuna muda najilaumu. Kwa nini nimechelewa kufahamu mwanamke mrembo, mwanamke ambaye unavutia na una sifa zote bora za kuitwa mwanamke? Nimechelewa sana kufahamu yani. Hata mimi pia najiuliza, sijui ni kitu gani kilinichelewesha kwa yule rafiki yako, wakati mtu sahihi ni wewe Tasha. Tasha, unajua mpaka unajua tena. Nataka uichape Tasha, nataka uichape tena na tena. Hii ni yako. Wow, ulijuaje Zawadi? Yaani iko hivi, hata mimi ombi langu lilikuwa ni hilo hilo, kwa sababu siku zote mlamba asali hawezi kuonja mara moja na akaridhika.
anatamani aonje tena na tena. Sasa Zawadi, mimi asali yako nimelamba mara moja tu. Kwa natamani nirambe tena 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 na tena. Afadhali nimekukuta bosi. Mkeo yupo ndani? Hayupo, ametoka. Sasa lile tatizo ambalo lilikuwa likikusumbua kwa muda mrefu, leo ndio mwisho wake. Nimefanikisha kumfahamu yule mwanaume anayetembea na mke wako. Na uthibitisho wote ninao hapa. Ila sasa kabla sijakupa huu uthibitisho, nipe milioni 1 yangu. Milioni 1 sio shida. Nachotaka kujua uthibitisho unao na jina ushalifahamu. Kai, ninao tayari. Yaani kikubwa tu ni milioni 1 yangu tu. Basi, huu hapa. Yaani kiufupi mume wako ni kiwembe. Ni hatari. Leo yupo na yule, leo yupo na huyu, kesho yupo na huyu. Hapa tunamfahamu sisi. Yaani hapo dada, nakupa pole kwa sababu umeingia kwenye chaka la siafu. Mume wangu, nini kinaendelea hapa? Hakuna chochote kinachoendelea. Ni kijana tu amekuja kuomba kazi. Si unajua sasa hivi kazi, ajira ni ngumu sana mtaani, kwa hiyo ameamini kwa mimi ndio kimbilo lake la mwisho, ndo amekuja hapa. Wewe kijana, una uhakika vyeti vyote umempatanisha pamoja na CV? Yes boss. Kila kitu kipo sawa. Mshabaha, tusubiri hapa hapa, tunakuja. Sawa. Tasha, utaniua. Utaniua mimi, mtoto wa watu. Nilikuwa najua ushindi ni mara moja, kumbe kuna kwenda mpaka mara 5 na hamsemi. Hivi kwa nini nimechelewa kukujua? Zawadi, tatizo umezoea kutembea na wanaume ambao wanakula chipsi. Unafikiri wanaweza kufanya kama hiki ambacho nimekufanyia mimi? Kwa hiyo unataka kuniambia rafiki yako pia ni mla chipsi? Maana hajiwezi kabisa. Mimi sijui Zawadi. Zawadi, ni kawaida tu, wala usijali. Naomba nikuulize swali moja kama utajali. Niulize Tasha. Unanipenda? Tasha, asa swali gani hilo la kuniuliza jamani? I love you. I love you. I love you so much.
Wow, vizuri. Unajua Zawadi, mimi nilikuwa nakupenda siku nyingi sana, lakini nilikuwa nahofia Zawadi, nitaanza vipi kuja na kukueleza kuwa nakupenda wakati wewe upo kwenye mahusiano na Kai. Lakini kwa sababu leo hii ndimi yako imeshirikiana na kinywa chako vikatamka pamoja kwamba unanipenda, kuna jambo moja naomba ulifanye. Kama utojali, naomba uachane na Kai. Na mimi pia niache kila kitu ili tu niwe na wewe. Huu moyo wangu nikukabidhi uwe mali yako Zawadi, na moyo wako wewe unikabidhi mimi uwe mali yangu. Iko sio kitu cha kuniomba Tasha, iko ni kitu cha kuniamrisha tu na nikifanye, maana kwa Kai inapoteza muda wakati nimeshakupata wewe. Vizuri. Kwa kuwa mwenyewe umetamka kwamba unanipenda, na siku zote wawili wanaopendana huwa wafichani chochote kile, wanawekana bayana kwenye kila jambo lao. Zawadi, naomba uniweke wazi, ni nani alinipiga picha nikiwa nipo na Lisa? Lakini ni kwa nini aliamua kunipiga hizo picha pia? Tasha, kwa kuwa wewe umeshakuwa mume wangu kipenzi na unayenifikisha kwenye daraja la uhuru ambalo mwanzoni nilikuwa sijawahi kufika, mwanaume wa ndoto zangu, unajua kunikabiri kwenye kila engo, nitakwambia kila kitu. That's why I love you. Ndoa ni moja ya kiapo kile cha kufa na kuzikana. Ndani ina siri nzito ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifungio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo, huwezi tambua. Kai, naomba uniambie mchana wa leo ni mwanamke gani umelala naye? Mwanamke? Mke wangu, mambo gani unaongea? Mimi kweli naanzaje kulala na mwanamke mwingine? Lisa, nilijua tu lazima utatetemeka, sababu na ujua udhaifu wako, na hii ndio fimbo ya kukuchapia. Hivi Kai, mpaka nimeamua kudai talaka yangu nikiamini labda utabadilika, lakini bado ubadiliki. Wewe ni mwanaume wa aina gani? Hivi unataka nini? Hebu niambie Kai, wewe unataka nini wewe mwanaume? Au umeniloga? Mbona nazidi kukupenda kila siku? Wewe ni mwanaume aina gani? Unautesa moyo wangu, hutaki kubadilika Kai, hutaki kubadilika kwa nini? Lisa, mke wangu. Lisa. Tasha, kuna mtu anaitwa Dibwe. Ulimpa kazi ili atembee na Lisa. Na mimi na Dibwe tunafahamiana kwa muda mrefu sana. Kwa baada ya kuzisikia hizi habari, nikaichukua kama fursa kwangu. Kwa hiyo ukweli ni kwamba mimi ndo nilimtuma mtu akupige picha wewe pamoja na Lisa. Zawadi, sasa kulikuwa kuna haja gani na kufanya yote hayo? Yaani unamtuma mtu anipige mimi picha nikiwa na Lisa? Sasa Zawadi, huo si ugombanishi. Nilifanya hivyo kwa sababu maana Kai alikuwa na hamu sana ya kumjua mwanaume anayetembea na mke wake. Na ukiangalia mimi ni mchepuko tu. Ningefanikisha kumwambia ukweli kuhusu huyo mwanaume anayetembea na mke wake, ningemiliki kabisa Kai. Na sio kummiliki tu, maana alishaniahidi pesa nyingi sana. Na kama ningefanikisha kumwambia kuhusu huyo mwanaume anayetembea na mke wake, ningeandaa mpango kabambe sana. Na huo mpango ungekuwa wa kumgombanisha yeye pamoja na mke wake. Na mimi ningefanikiwa kuwa mke wa halali wa Kai bila kipingamizi chochote. Na hivi ninavyozungumza na wewe, Dibwe ameenda kuonana na Lisa. Na baada ya kuonana naye tu, anampiga picha za utupu Lisa
Hizo picha sasa zingetumika kama chachu ya kupata pesa kwako, kwa Lisa, pamoja na kwa Kai pia. Kwa hiyo tungeua ndege watatu kwa jiwe moja. Zawadi, kwa nini unafanya yote hayo sasa? Hivi kweli unashindwa kuwa na utu hata kidogo? Wewe ni mwanamke. Huo mpango ambao umeupanga kwa Lisa, vipi ukija kufanywa wewe utajisikiaje? Yaani mtu atoke huko akupangie mpango, akupige picha za utupu, kisha azivujishe huko mitandaoni, afanye biashara apate pesa. Uone jisikiaje? Sura yako utaiweka wapi? Zawadi, mbona namna ambavyo ulivyo na matukio yako ni vitu vile tofauti? Kwa nini unafanya vitu kama hivyo Zawadi? Ina maana unashindwa kuwa na utu hata kidogo. Zawadi, yaani hata chembe tu ya utu unashindwa kuwa nayo. Pesa zinakutoa akili, pesa zinakupa tamaa, pesa zinakupa matamanio ya kipumbavu kabisa ambayo hayana maana. Hapana Tasha, usiniache Tasha, usiniache please. Mimi niliyafanya yote haya kwa sababu nilikuwa bado sijaionja ladha yako. Lakini kwa sasa nimeshaonja ladha yako. Na siwezi kukuruhusu uondoke kwenye maisha yangu. Tafadhali. Unajua thamani ya upendo wewe Zawadi? Hivi maana halisi ya neno nakupenda unalifahamu? Mtu ambaye unampenda kwa dhati kama ambao unazungumza, unaweza kuruhusu apate matatizo? Unaweza kuruhusu mtu unampenda atalilike? Zawadi, una upendo na mimi wewe, wala unipendi mimi. Na ndio maana unathubutu mpaka kufanya haya yote. Lakini Tasha, Mshabaha, Kai ameniambia unipe vitu ulivyokuja navyo. Unajua hivi vyeti ni Kai amesema unipe bahasha uliokuja nayo. Unasikia? Kuna Lisa, kuna vyeti vyangu mimi muhimu. Mshabaha, nadhani hunijui vizuri. Unataka kunijua upande wangu wa pili ukoje? Mume wangu, kwa nini Mshabaha ananiona anaanza kukimbia? Kuna kitu gani kinaendelea hapa? Kila siku nilikuwa nakwambia yule kijana sio mtu mzuri. Amekuwa akiniletea maneno ya umbea kila siku. Amekuwa sababu ya mimi na wewe kugombana humu ndani. Lakini wewe unisikii. Bado unampa sikio na kukuta mnaongea naye hapa. Anaomba kazi gani? Alafu Kai, mbona wewe na yule ni vitu 10 tofauti? Yaani wewe na yule mnaongea nini labda? Au umeichoka hii ndoa? Basi mke wangu inatosha. Kwenye hili naomba unisamehe sana. Mimi ndo mkosefu. Please babe, naomba usahau yote yalotokea hapa na kuhakikishia haitojirudia tena. Naomba nisamehe baby. Lisa, mke wangu. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifungio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa nani ametulia, nani anajutia kwenye ndoa. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti, tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tasha, umetoka kufanya nini ndani kwa mpenzi wangu? Wewe kuhusu nini? Bro, mbona kila sehemu unapenda kunifuatilia, kila sehemu unapenda kuniingilia? Shida nini kwani?
Sehemu gani ambazo mimi nakufuatilia wewe dogo? Wewe fanya maisha yako na mimi nifanye maisha yangu. Hebu achana na mimi bwana. Kila mtu ana maisha yake babu. Oa bro, unasemaje? Wewe mbona chukua kama unaniweza sana? Wewe mbona unaniweza sana mwanangu? Oa, niache vipi babu? Tulia. Muonyesha. Tulia. Umenikosea sana ndugu yangu. Yaani kiukweli umenikosea. Kwa hiyo unataka kuniambia umeshindwa kuvumilia, umeshindwa kukaza hadi Lisa kauchukua ule mzigo? Unaniweka katika hali gani? Unaniweka katika hali gani wakati kabisa unatambua Tasha, unajua nini alichonipatia mimi kule aliponikamata Tasha? Unajua ni mateso gani mimi nimepitia kutoka kwa Tasha? Umekosea ndugu yangu. Nakulaumu sana. Najuta kukuamini. Na ndio maana issue mimi nilikuwa sitaki ajue mtu yote. Nilikuwa nataka ishe kimya. Tasha mwenyewe hajui kama mimi zile picha ninazo. Sasa hii kivuja bro. Unataka Tasha aniue. Ndio ulizike, si ndio? Na hii issue lazima Tasha ajue. Kwa sababu kama picha kachukua Lisa, lazima Lisa aende akamuoneshe Tasha. Na unajua Tasha akijua nini kitakachofuata? Lazima nitafute. Na ina imani Tasha akinitafuta akinipata, kitanikuta kitu kibaya. Kwa nini umeshindwa kuvumilia lakini? Nisikize nikwambie kitu mdogo wangu Msomali. Hakuna kilichoharibika. Hata kama picha zimechukuliwa na Lisa, hata kama atamuonyesha Tasha, atamuonyesha nani, bado hakijaharibika kitu. Niamini mimi. Mimi najua nitacheza nao vipi. Dili letu lilikuwa ni dili la milioni 1. Sasa hii milioni 1 kupitia hiki ambacho kimetokea Lisa amekifanya kuchukua zile picha, inaweza katuzalia shilingi milioni 4. Haijalishi kwa Tasha, kwa Lisa, kwa Kai, tutachukua pesa. Yaani kwa Kai tutachukua pesa, kwa Lisa ni pesa, pamoja na kwa Tasha ni pesa. Niamini mimi, wewe relax. Hebu niachie mimi huu mchezo. Kwa sababu wao wamejikuta ni wajanja, si ndio? Lisa kajifanya ni mjanja, ameingilia mission isiyo muhusu. Sasa mimi ndo nataka nimuonyeshe mission hapa town, watoto wa mjini tunafanya nini. Usijali mwanangu. Relax. Ndugu yangu, kwa hiyo inamaanisha unathamini pesa kuliko utu, si ndio? Tambua bro, pesa zina nafasi yake lakini na utu una nafasi yake. Brother, mimi sijawahi kumwamini mtu kama benki bro. Unaenda kudraw milioni 10 lakini peni ya 100 wamefunga na kamba. Umenikosea sana ndugu yangu. Umenikosea. Somali. Hivi Zawadi, unajielewa wewe? Unaelewa nini unachokifanya? Zawadi, naona kabisa umevunja makubaliano yetu. Umeenda tofauti kabisa tulivyopanga. Nini ambacho hiki unachokifanya? Nisikilize nikwambie Jibwe. Kwanza kabisa naomba uachane na kila mpango ambao tumeupanga. Na nilipanga vile kwa sababu nilikuwa sijamjua huyo mwanaume kama ni Tasha. Lakini kwa sasa nimeshamjua kuwa ni Mr. Tasha. Kwa hiyo sasa, hachana nayo mipango yako mara moja. Zawadi, unasema ulikuwa mjua Mr. Tasha wakati hadi jina nilikutajia? Hiki nini unachokizungumza hapa? Zawadi, najua fika kabisa wewe mwanamke unapenda sana ngono. Zawadi, achana na mambo ya ngono. Na kwenye hili utanijua vizuri mimi ni nani. Najua fika kabisa umenogewa na Mr. Tasha. Ndio maana leo hii unamtetea. Najua fika kabisa vile vile umenogewa na penzi lake. Yaani sio kunogewa naye tu. Kitu ambacho nakiplani kwa sasa, Tasha awe mume wangu wa halali. Na nakwambia kabisa, siwezi kuruhusu umchafue Mr. Tasha. Nitapambana bega kwa bega. Kwenye hili kila mtu acha ashinde kwenye mechi zake. Na kitu sichokijua, yule mwanamke nimetembea naye na nimemrekodi picha za ngono na ninazo. Kwa muda wote, saa yoyote naweza nikachafua hali ya hewa. Sawa, ngoja tuone. Mechi uwanjani ndio itakayoamua kati yangu mimi na wewe nani atakayefunga goli.
Na nikusisitizie tu kwamba siwezi kuruhusu umchafue Mr. Tasha. Nitapambana, nitapigana mradi Tasha asichafuliwe. Na kama wewe umeshamrekodi Lisa, utajua mwenyewe. Ila mimi kwa sasa hivi napambania penzi langu kwa Tasha. Kwa hiyo baba, umefeli. Sawa, nitakuonyesha. Kuna muda natamani hata ardhi ifunguke mimi niingie ndani yake. Hivi hii aibu siku ikija kujulikana, nitaweka wapi sura yangu mimi? Nitawaangalia vipi walimwengu pindi aibu ikija kujulikana? Ni swala ambalo linaumiza sana akili yangu. Imefika hatua mpaka nauza utu wangu sasa. Nafanya vitu vya ajabu kabisa ili mradi tu kuficha hii aibu. Lakini wapi? Kila kitu ambacho nakifanya hivi sasa naona ni sawasawa na kujichimbia kaburi tu mimi mwenyewe. Nifanye nini kuweza kuikwepa hii aibu? Nini nifanye kwa ajili ya kukwepa aibu hii? Niko hapa kwa ajili ya kukusaidia. Lolo, nani amekupa idhini na kuingia katika chumba changu? Nani amekuruhusu kuingia kwa chumba changu? Hauna haja ya kujiuliza nimeingiaje chumbani kwako. Najua unapitia changamoto kubwa sana na unahitaji msaada wangu. Niko hapa kwa ajili ya kukusaidia. Tasha, najua kwa sasa upo kwenye mtego mkubwa sana na unahitaji kujinasua. Mimi nahitaji kukusaidia ili utoke kwenye huo mtego. Mimi leo sijaja kwa ajili ya kuogopa Amende. Naomba tuzungumze. Chukua. Kuna watu wanatamani warudi kama zamani, waondoke kifungoni, ila haiwezekani, maana tayari washafunga ndoa. Tasha, najua kwa sasa unapitia changamoto kubwa sana na mimi nahitaji nikusaidie. Naomba unielezee kila kitu kinachokusumbua ili nijue naanzia wapi kukusaidia. Lulu, yaani mimi nashindwa kuelewa Lulu. Kwa nini unaamua kunisaidia? Kwa nini unaamua kunisaidia mimi Lulu? Ni kwa sababu nakupenda Tasha. Na sio kukupenda tu. Nahitaji uwe mume wangu. Lulu, mimi sifai. Mimi sistahili kuwa mume wako wewe Lulu hata mara moja. Mimi ni mwanaume ambaye sistahili. Mimi ni mwanaume ambaye ni mchafu. Naweza vipi nikawa na mwanamke wa aina yako? Lulu, wewe ni binti mrembo sana. Upo ulipo unaweza kupata mwanaume ambaye ni mzuri, mwenye heshima zake na mwenye ustaarabu wa kila kitu. Lakini sio mimi Tasha. Nikusihi sana, tafuta mwanaume mwingine. Lakini usisubutu hata mara moja kuwaza kwamba mimi nitakuja kuwa mume wako. Mimi ni mchafu Lulu, sistahili. Lulu, nisikize kwa makini. Yaani kunipenda mimi ni sawasawa kupanda mtumbwi wa kibwengo alafu dereva jini. Yaani kati ya bahari anayayuka. Wewe nini ambacho utaweza kufanya? Mimi sistahili. Mimi sistahili kuwa mume wako Lulu.
Hapana, wewe unastahili. Na ndio maana mimi niko hapa. Na kwenye hii dunia Tasha, kila mtu ni mkosefu. Na ndio maana huwa anapewa nafasi ya pili kwa ajili ya kurekebisha pale alipokosea. Tasha, kila mtu nayemuona amefanikiwa Tasha, ni lazima alikosea na akapewa nafasi ya pili ili arekebishe makosa yake. Hivyo basi, baada ya kurekebisha makosa yake ndio unapowaona watu wamefanikiwa, wanafikia kwenye malengo yao. Tasha, mimi nahitaji utoke huko uliko. Unateseka sana. Naomba unieleze nini kinakusumbua hasa ili nijue wapi naanzia kukusaidia. Lulu, mimi ni msaliti. Yaani mimi Tasha, mimi ni msaliti. Sifai asilani abadani. Nimemsaliti rafiki yangu, mtu ambaye tulilelewa tukiwa wadogo pamoja, tukasoma katika shule moja, lakini bado tukawa pamoja kwenye kila sehemu. Lakini leo hii mimi nimemsaliti. Ni nani wale rafiki yako alomsaliti? Lulu, sio kwamba uelewi. Lulu, unaelewa kila kitu. Hakuna kificho tena Lulu. Mimi Tasha, mimi nimemsaliti rafiki yangu wa karibu Kai. Mimi nimetembea na mke wa Kai. Lakini mimi sio kwamba nilikuwa napenda Lulu. Yaani yule mwanamke alinitongoza akawa ananilazimisha. Mwisho wa siku nilikuwa na mahusiano naye, lakini sio kwamba eti mimi nilikuwa tena nampenda. Lakini yani Kai. Itakuwa ameshasikia kila kitu. Sasa tunafanyaje? Kai. Lisa, huku nyumbani kuna tatizo kubwa sana limetokea. Tasha, hem tuachane na hilo kwanza. Zile picha tulizopigwa pamoja bado kidogo tu zimfikie Kai. Yaani ningechelewa kidogo tu zingemfikia. Achana na hilo Lisa, yaani hilo tokeo huku ni kubwa kuliko hilo. Nisikilize Lisa. Kai amekuja hapa nyumbani kwangu. Amesikia kila kitu mimi nilikuwa nazungumza na Lulu kwamba mimi natembea na wewe. Na baada ya tu kusikia hivyo, Kai ameanguka hapo hapo. Natoka nje nakuta mtu hapo yupo tu. Yaani hata sielewi nini ambacho kinaendelea. Sijui kama amefariki au vipi. Sasa nisikilize, Lisa. Kwa huu msala ambao umetokea, mimi siwezi kuishi tena hapa Tanzania. Inabidi niondoke. Mimi naondoka zangu South Africa, natoroka. Samahani sana Lisa kwa kuharibia maisha yako, lakini sina budi. Kwa heri. Hapana Tasha, usiondoke. Tasha, huo ndo wema wako kwangu, si ndio? Unataka kunidhibitishia kwa vitendo kuwa wewe ni mwanaume mbaya? Tasha, wewe unataka kuondoka South Africa, lakini angalia yule mtu kadondoka pale. Mimi sijui kama kafa au yuko hai. Haya, polisi akija mimi tawajibu nini? Tawajibu nini Tasha?
Lakini sawa, kwa kuwa mimi nakupenda, tajua nini cha kuajibu. Tasha, nenda South Africa. Mimi tajua nini cha kufanya. Niko tayari kufungwa kwa ajili yako Tasha. Nenda. Tasha, kubeba kesi kwa ajili ya mtu ninayempenda kwangu sio shida. Niko tayari hata kuozea jela kwa sababu yako. Tasha, wewe nenda tu. Nenda, mimi nitafanya kila kitu kwa ajili yako. Nenda Tasha. Niko tayari hata kuozea jela kwa sababu tu nakupenda. Nenda Tasha, nenda. Nenda Tasha. Kuna watu wanatamani warudi kama zamani, waondoke kifungoni, ila haiwezekani, maana tayari washafunga ndoa. Japo naumizo ndoa, wanajitahidi kuilinda ndoa. Tasha. Lisa, hebu naomba unisikilize kwa makini. Unajua katika hili mimi na wewe wote wawili ni wakosefu. Alafu Lisa, wewe ni mke wa mtu. Endapo ikatokea Kai atapona, naomba urudi kwa mume wako. Mpende sana mume wako Kai. Na mimi wacha nimpende Lulu. Kwa sababu huyu Lulu ndiye mwanamke ambaye mimi nampenda, na yeye pia ananipenda. Basi na wewe mpende mume wako. Yaani kwa kifupi tu Lisa, nikwambie, huu ndio mwisho baina ya mimi na wewe. Hapana. Hapana. Hapana, hapana Tasha. Hapana. 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 Vipi hali ya mume wangu Kai? Hali ya mgonjwa wako itakuwa sawa, kwa sababu ipo chini ya uangalizi wa madaktari. Kwa nakuomba kabisa dawa, ondoa hofu. Usijali. Naomba unisaidie sana dokta. Mume wangu apone. Nakuomba sana daktari. Hilo ondoa hofu. Mgonjwa wako atapona na atarudi kwenye hali yake ya kawaida kabisa. Na tupo katika harakati zote za kupambania uhai wake. Nakuomba ondoa shaka. Sawa. Kuwa na amani. Hakika ni mwanamke shujaa sana. Ila kwa hili penzi lako halitadumu. Maana Kai kashajua ukweli wote. Na Kai akipona atamchoma choma visu Tasha. Unajua kinachofuata? Kai anaenda jela, Tasha anaenda kaburini. Sidhani utaishi na nani. Na wewe utabaki kuwa mjane. Sikiliza Buzule. Hivi wewe huwezi kukaa ukatulia nyumbani kwako? Huwezi kufanya mambo yako bila kufuatilia maisha yangu eh? Sasa nisikilize.
Mimi hapa niko tayari kwa lolote, na nimefanya haya yote kwa sababu nampenda sana Tasha. Hata kama Kai akimuua Tasha, mimi siwezi kujali, kwa sababu Tasha shaniambia ukweli kwa ananipenda. Kwa hivyo niko tayari kwa lolote. Kinachotakiwa wewe fanya maisha yako, usipende kufuatilia maisha yangu Buzule. Jinga. Mume wangu, mimi nakupenda sana na sitamani kwenye maisha yetu hata siku moja tuwe na tofauti. Sitokaa nije nikusaliti, na ikitokea siku nimekusaliti nipigwe risasi ya kichwa nife. Nakupenda sana Kai wangu. Asante sana Alisa wangu, hata mimi pia nakupenda sana. Na nikuambie tu kipenzi changu, hapa duniani kuna wanawake wengi sana, ila mboni za macho yangu zimekuona wewe na moyo wangu umekuchagua wewe. Na nakuahidi baby, kuanzia leo sitoruhusu machozi yatiririke kwenye mifereji ya uso wako. Na kwenye maisha yetu ya ndoa, nakuahidi nitakupenda na kukuthamini mpaka kifo kitakapotutenganisha. Inawaliza, inawaliza. Nimesema staki, unaning'aniza nini? Kai staki. Sasa Lisa utaki nini mke wangu? Wewe unataka tufanye nini sasa? Zani suluhu ni nini? Wakati nishakubali makosa yangu. Kwa hiyo naomba tusahau yaliyopita, tugange yajayo. Naomba unisamee baby, nimekiri makosa yangu. Tuishi basi maisha yetu kwa amani na furaha. Shida iko wapi kwani? Kai, sitaki kusikia chochote kutoka kwako. Sitaki suluhu na wewe, sitaki maongezi na wewe. Yaani sitaki kusikia chochote. Ninachotaka kutoka kwako ni talaka yangu. Endapo ikatokea Kai atapona, naomba urudi kwa mume wako. Mpende sana mume wako Kai, na mimi wacha nimpende Lulu, kwa sababu huyu Lulu ndiye mwanamke ambaye mimi nampenda na yeye pia ananipenda. Basi na wewe mpende mume wako. Yaani kwa kifupi tu Lisa, nikwambie, huu ndio mwisho baina ya mimi na wewe. Nakuchukia sana Lisa. Lisa, mimi nakuchukia sana kwa sababu wewe ndio sababu. Wewe ndio sababu leo hii bibi rafiki yangu Kai atuelewani. Urafiki wetu ambao umetengenezwa kwa miaka mingi, leo hii unaenda kufa kwa sababu yako Lisa. Wewe ndio umetugombanisha. Mtu ambaye nimesoma naye, tumelelewa pamoja. Mapenzi tu, mapenzi yani kitu kidogo leo kinakuja kutugombanisha sisi. Kitu ambacho mimi kinaniumiza roho. Hivi sura yangu mimi nitaiweka wapi? Nitaiweka wapi mimi sura yangu ikitoka ripoti kwamba Kai amefariki? Sababu kubwa ni mimi. Sijui nitawaangalia vipi walimwengu. Lisa, wewe ndo sababu ya haya Lisa. Ndio maana anasema nakuchukia. Urafiki wetu ulikuwa ni mzuri sana. Tasha, kutokana na ukaribu wetu na mambo yetu mengi kuyafanya kwa umoja, mimi naona kuna jambo ambalo tukilitimiza kwa pamoja, basi bondi yetu urafiki itakuwa full package. Ni jambo gani hilo ndugu yangu?
Nilikuwa na wish one day siku na tarehe ya harusi zetu iwe siku moja. Kai bwana. Nisikize nikwambie kitu kimoja kaka. Kwa sababu wewe tayari umeshapata mwanamke ambaye unapendana naye na umeshapanga hiyo mipango ya kuja kufunga ndoa. Basi mimi nikushauri tu kaka, wewe oa kwanza. Kwa sababu mimi bado sijapata huyo mtu najua. Siku na tarehe ikija kufika na mimi nimempata ambaye napendana naye, nitaoa tu. Wala usijali, urafiki wetu sisi utaendelea na utadumu halinda ya halinda. Ndugu yangu kujitetea bwana. Ila hapo kwenye ndoa kuna jambo nilikuwa nataka unithibitishie. Hivi kwa upande wako, huyu mwanamke nilikuwa naye kwa sasa, unaona ni mwanamke sahihi kwangu? Na maanisha ana kila sifa na kigezo cha kuwa mke wangu. Ndugu yangu Bei, unajua katika hii dunia ya leo ambayo tuko nayo, hakuna mtu ambaye amekamilika na hakuna mtu ambaye ni sahihi. Isipokuwa sahihi wa mtu unategemea na wewe mwenyewe namna ambavyo utaishi naye. Kama ukiamua awe sahihi kwa upande wako, basi anaweza kuwa sahihi. Lakini kama usipoamua awe sahihi kwa upande wako, kama hawezi kuwa sahihi. Lakini kwa sababu shemeji umeshamchagua, ina maana umeshajiridhisha kwamba ni sahihi kwa upande wako. Basi unaweza kumuoa tu kaka. Hakika najivunia sana wewe kwa rafiki yangu. Yaani kwa hapa tulipofikia, sisi ni zaidi ya ndugu. Sasa ndugu yangu, kiachana yote hayo, nilikuwa na ombi la mwisho na I hope hautonikatalia. Kwa kuwa umeridhia mimi kuoa kabla yako, basi nilikuwa naomba at least siku yangu ya harusi wewe uwe best man wangu. Na maanisha usimamie harusi yangu. Kai bwana. Sasa hilo ni jambo la kuniomba mimi kweli? Maana kabla hata hujaniambia, mimi tayari kwenye akili yangu nimeshajua kwamba mimi ni best man kwenye harusi ya Kai. Yaani tu nikwambie za chini chini. Hapa tayari nimeshashona suit maalum kabisa ya siku ya harusi yako. Kwa mimi ni best man wako brother. Huna haja ya kuniomba. Tasha, huwezi kumaliza makosa yako kwa kujilaumu sana. Kubali makosa yako kwanza, rekebisha ulipokosea, kisha uanze upya ili usonge mbele. Ndio sababu mpaka mume wangu yuko hospitali. Najiona mwenye hatia sana. Halafu yale maneno aliyoongea Tasha, alikuwa anamaanisha kweli? Hapana. Najua aliongea vile kwa ajili ya hasira tu. Mimi nampenda sana Tasha. Na yeye pia anajua ananipenda. Nitahakikisha Tasha anakuwa wa kwangu. Hata ule mwanamke aliye naye nitahakikisha namtoa. Nampenda sana Tasha. Na hata kama Kai akifa, hilo sio tatizo kwangu. Na huo ndo utakuwa wakati mzuri sana wa mimi kuenjoy na Tasha. Nampenda sana Tasha. Tasha, nimekumisi sana. Na nimezimisi zile mbili zako uwanjani Tasha. Eti Tasha wangu, unavyopiga chenga, unavyotoka mabeki, mpaka unafunga gori. Hakika wewe ni mchezaji mzuri sana wa nyasi bandia Tasha. Tasha, ulijifunzia wapi wa ufundi? Umenivuruga. Lakini mbona kama umeshaharibu makubaliano yetu?
ina maana unipendi? No. Hapana Zawadi, hapana. Tasha anakupenda, Zawadi ni wa Tasha, Tasha ni wa Zawadi. Eti Zawadi unapendwa bwana. Napendwa mimi jamani. Tafadhali Tasha, usikae mbali na mimi. Njoo kwangu. Njoo Tasha. Tasha, mimi nimekubali kuwa na wewe kwenye kila hali. Nimekubali kuwa na wewe kwenye mvua, kwenye jua, kwenye milima na mabonde. Tasha, mimi nakupenda. Kwa sasa hali uliyokuwa nayo, unahitaji mwanamke. Na sio mwanamke tu. Unahitaji kuwa na mwanamke ambaye anakujali, ambaye atakubali kuwa na wewe kwenye kila hatua, kwenye hizo shida zako ambazo unapitia kwa sasa. Tasha, mimi nakupenda. Kubali kunikabidhi moyo wako. Kubali kuwa na mimi Tasha. Hello Tasha kipenzi changu. Mume wangu kipenzi. Wa ubani. Wewe mwanamke koma. Nani mume wako? Nisikilize wewe. Iwe mwanzo na mwisho. Kuniita mimi sijui kipenzi chako, sijui mume wako, naomba iwe mwanzo na mwisho. Mimi sikutaki wewe mwanamke. Kwani unataka kunielewa? Nisikilize wewe. Kama ulikuwa unajua unapaswa ujue. Mimi sikupendi. Nina mtu ambaye nampenda, nahitaji nifanye naye maisha, na sio wewe. Tasha, mimi ninavyokujua wewe haumi pombe. Sasa inakuwaje mpaka umelewa? Yaani wewe wakunambia mimi leo maneno kama hayo? Nisikilize wewe. Niwe nimekunywa pombe au sijanywa pombe, hiyo wewe haikuhusu. Kikubwa zaidi nishakwambia kwamba sikuhitaji, tuachane. Nisikilize wewe Zawadi. Ni mwanaume pekee mpumbavu ndo anaweza kuwa na mahusiano na wewe. Lakini sio mwanaume kama mimi Tasha ambaye najitambua, nina akili zangu, nikawa na mahusiano na mwanamke kama wewe. Mwanamke ambaye usiyekuwa na heshima, mwanamke mdanganyi, mwanamke mpumbavu kabisa usiokuwa na maadili. Mimi siwezi kuwa na mahusiano na wewe. Kila mtu afanye maisha yake. Kwa hiyo Zawadi, wewe jua maisha yako na mimi nijue maisha yangu. In short, sikuhitaji. Kwa upande wako na mimi ni upande wangu. Kila mtu afanye maisha yake. Sitaki kunifuatilia bwana Zawadi. Sikutaki. Narudia tena kwa herufi kubwa. Sikutaki. Tasha. Kwa mujibu wa vipimo tulivyochukua kutoka kwa mume wako, tumegundua amepoteza kumbukumbu. Na tatizo hili kitaalamu tunaita amnesia. Hii amnesia imegawanyika katika makundi tofauti tofauti. Ila amnesia ya mumeo ni retrograde amnesia. Hii inamfanya kupoteza kumbukumbu za nyuma zote. Hata kumbuka chochote haitofanya nini. Yaani hajui alikuwa anafanya nini au ameongea nini. Yaani vitu vyote vifanya nyuma kiukweli atakuwa amepoteza. Kwa hili kuwa makini. Usitumie nguvu nyingi kumrudisha kumbukumbu zake kwa haraka. Utakuwa umeharibu. Hii nenda naye taratibu. Kila tukifanya wewe kipokee kwa wakati huu. Najua itakulea ngumu sana kwa sasa. Ile itabidi uzoee tu. Sawa. Na kama utashindwa kufanya hivyo, sikufichi, mgonjwa wako utakuwa umempoteza. Hivi ndugu yangu Tasha, hivi na maana gani kuja kuniita huko wakati mimi tunakaa nyumba moja? Kwani sikikaa tukaongea nyumbani?
Buzule, bila shaka utakuwa unazifahamu fika kabisa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, si ndio? Nazifahamu zote. Vizuri. Sasa nisikize kwa makini. Mimi najua kila kitu ambacho kinakuhusu wewe. Na usipokuwa makini, hiki ambacho nakifahamu mimi kinaweza kukupeleka kubaya. Tasha, unaongea nini? Wakati mimi najua kila kitu kuhusu ukweli. Wewe si mume wa rafiki yako kisa mwanamke? Vipi, unastuka? Ndugu yangu, ukweli utaukwepa wapi? Ni kweli, siwezi kuuficha ukweli huu kwa sababu wewe unafahamu. Lakini hata kwa upande wangu pia nina kitu muhimu sana Buzule ambacho nakifahamu kinakuhusu wewe. Ndugu yangu, huna chochote unachojua kwangu mimi na sina kitu mimi chochote nichokifanya. Vizuri. Dada, umenikumbuka dadangu kipenzi? Dada, hata sijui nimepatwa na nini mdogo wako. Nimeshapoteza matumaini ya kuishi dadangu. Na wewe ndo mtu pekee dadangu na kutegemea kwenye dunia dada. Naomba usiniache dada. Dadangu nakuhitaji sana. Kama nilivyokuambia hapo awali, kuwa mgonjwa wako amepoteza kumbukumbu. Na usitumie nguvu nyingi kurudisha kumbukumbu yake. Nenda naye taratibu. Nenda naye kwa vile anavyohitaji yeye. Na mimi natakaa sawa. Na chukulia kama changamoto tu kwa sasa unapitia. Na mimi ipo siku atakaa sawa. Na hukubaliana na matokeo. Dada. Dada. Buzule, vipi? Mbona unatetemeka? Unaogopa? Unataka kukimbia? Uende wapi sasa? Hakuna siri yote ambayo unaifahamu kuhusu wewe, si ndio? Buzule, nafahamu kwamba una mahusiano na huyu binti. Na kitu kibaya zaidi, huyu binti ni mwanafunzi. Bado anasoma. Sasa, vipi siku nikiamua kulipua ukweli huu? Nikatoa hadharani kwamba unatembea na mwanafunzi. Unafikiri itakuwaje kwa upande wako? Yaani bado kama nakuona Buzule, ile siku ambayo wazazi wako wamekuja kufahamu kwamba wewe una mahusiano naye, ikiwa wenyewe wanatoa pesa kubwa kumsomesha mtoto wao. Lakini pia inakuwaje siku ikatokea huyu binti akapata ujauzito wako? Buzule, kama nakuona hivi namna ambavyo utakavyokuwa unalia, sura yako itakavyokuwa imejaa machozi, siku ambayo mimi nimetoa ukweli wote na ukakamatwa ukapelekwa kwenye kizimba cha mahakama na ukaenda kusomewa kesi yako kwamba unatembea na mwanafunzi, basi hakimu yeye atatoa namba 3 tu, alafu wewe utaambiwa umalizie namba inayofuata mbele. Kwa kama nakuona utakavyochagua 0, yaani miaka 30, utakuwa jela. Sasa basi bwana Buzule, tunza siri yangu nami nitunze siri yako. Endapo ukathubutu kidomo chako kuwa kirefu na ukazungumza siri yangu, basi hiko ambacho nimekisema ndio kitakacho kufuatia. Jela ndio itakuwa makazi yako ya milele. Miaka 30 mpaka ukitoka, tayari utakuwa na mvi kabisa. Utakuwa kiuno kimepinda, unatembelea mkongojo. Sasa lisikukute hilo Buzule. Kaa kimya. Naitwa Mr. Tasha.
Usipende kushindana na mimi. Mwana siku njema. Hivi Zakio na lengo gani kwangu? Yaani mimi nakupa hela za shule, lengo la mazumuni ili ufiche siri, na nakupambania lengo la mazumuni ili uende mbali. Leo unatoa siri kama hii. Lengo lako nini? Mimi niende jela? Sijui chochote. Sasa ujui chochote nini wakati tulikaa peke yetu wawili mimi na wewe? Alafu sema mimi sijui chochote. Una nia mbaya na mimi, si ndio? Walikuja tu wakanikamata, wakanitishia, wakaniuliza kuna mahusiano na wewe. Mimi nikawakatalia. Wakaniambia watamwambia baba, na mimi namwogopa baba. Baba akijua mimi ataniua. Odi. Karibu. Asante. Samahani dada, nilikuwa namuulizia mwenyeko chumba. Oh, ni mimi. Ndo wewe kivipi? Maana mimi najua chumba hiki ni cha Tasha na ndo nina shida naye. Oh, ulikuwa unamuulizia Tasha? Tasha hayupo, ametoka, lakini mimi ni mke wake. Unaweza ukaniambia tu. Hebu kwanza samahani dada, kama haunijui ngoja nijitambulishe mbele yako. Mimi ni Zawadi, ni mke halali wa Mr. Tasha. Kumbe wewe ndo Zawadi? Taarifa zako ninazo, lakini kiufupi tu Tasha hayupo. Kwa hiyo unaweza ukachanganya miguu yako na ukaondoka. Unasema nini wewe? Eti kwa maana unaweza kukusanya miguu yako na ukaondoka? Wewe kama nani kwenye hii nyumba? Wewe ni nani hasa wa kunifukuza mimi Zawadi eti nitoke? Unajizima data, si ndio? Unajitoa nyaya moja kichwani kwako. Nisikilize nikwambie, Tasha ni mume wangu mimi, na kamwe usije kusema kwamba wewe ndio mke wa Tasha, nitakufumua. Sikiliza wewe dada, kama umetoka huko umevurugwa, hapa kwangu mimi atulei vicha. Kwa hiyo unaweza ukaondoka tu. Umenielewa vizuri? Wewe usinichanganye. Wewe. Subiri kwanza, subiri. Zawadi, kwa nini unakuja kwenye nyumba za watu afu unakuja kuleta vurugu? Maana yako nini? Kwa nini unakuja hapa unaleta vurugu? Mimi nishakwambia kwamba sikutaki. Wewe mwanamke vipi? Nyumba za watu? Nyumba za watu vipi? Hii ni nyumba ya mume wangu ambaye ni wewe, ni Mr. Tasha. Au na wewe ndio unajizima data kama wewe mwanamke, si ndio? Zawadi, mimi nimeshakueleza toka jana kwamba mimi sikuhitaji. Tumeshamalizana mimi na wewe, it's over. Sasa unakuja hapo unasema unakuja kwa mpenzi wako. Mpenzi wako gani? Unataka nizungumze kwa lugha gani mpaka unielewe? Kifilipino, Kichina au Kiarabu? Oh, ina maana Tasha, unavunja mkataba wetu, si ndio? Mkataba? Mkataba gani ambao unazungumzia? Sawa sawa, nimeukumbuka sasa. Nisikize kwa makini Zawadi. Hiko ambacho wewe unajivunia, mimi sikiogopi tena. Kwa kama utaamua kuvujisha chochote, ni sawa, mimi siogopi. It's up to you dada. Nice job Mr. Tasha. Kitu ambacho haukijui, kwenye yale mafaili yako ninayoyajua, wewe umebahatika kulijua faili lako hili moja. Bado nina mafaili 99. Sasa jichanganye kidogo tu nikufiatue. Safi sana. Zawadi, hayo mafaili 99 ambayo uko nayo, hata kama ukiamua kuvujisha kwa dunia nzima wakatambua, kwangu mimi I don't care. Sijui unanielewa? Kwa hiyo fanya ambacho unakiona kipo sahihi kwa upande wako, na mimi nitafanya ambacho nakiona kipo sahihi kwa upande wangu. Alafu nikikuangalia kwa haraka haraka, wewe binti unaonekana wa pepo la ngono sio bure. Wewe una pepo la ngono wewe. Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo
shobo na kemea pepo la ngono kwa huyu binti. Toka nyumbani kwangu, stupid girl. Amina kubwa. Kitu ambacho hukijui, kati yangu mimi na wewe, nani mwenye pepo la ngono? Unayewaragai mabinti za watu. Unaweza kujibu hapo? Bila shaka ni wewe ndo mwenye ile pepo la ngono. Sasa Tasha, umejichanganya. Umepanda mtumbu wa vibwengo. Lazima nikuonyeshe. Eka kwenye kichwa chako. Mimi Zawadi sijawahi kuachika. Labda tu niamue kumwacha mwanaume. Na katika hili Tasha, umejichanganya. Lazima nikuonyeshe. Toka bwana wewe. Vipi dokta? Umeshafanya kama vile nilivyokuomba? Yeah. Nimefanya kama unavyoniomba. Lakini haitakuwa ngumu kiupande wako. Hapana, haiwezi kuwa ngumu. Kwa sababu najitambua na najua nini ninachokifanya. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Alafu, ukiachana yote hayo, hii ni kama tiba kwenye maisha yangu. Wewe uliwezaje kulijua hili jambo? Ilikuwa rahisi kwa upande wangu. Kuna kijana mmoja tunaishi naye pale mtaani. Alikuja nyumbani ili anieleze ukweli wote juu ya mwanaume anayetembea na mke wangu. Sasa wakati ananielezea, ghafla mke wangu akatokea. Nikajaribu kuzuga pale, bila nadhani alishtukia mchezo, akaniforce kuingia ndani. Bila baada mimi kutoka nje, nikakutoka kijana akapotea ghafla. Nikajaribu kumuuliza mke wangu, akaniambia kuna shida yoyote. La mimi nilikuwa shaelewa kila kitu. Sikuishia hapo tu. Nikamfuatilia yule kijana ili anielezee ukweli wote uliobaki. Baada ya kupata ushahidi wa zile picha, kwenye zile picha nilichomoa picha moja nikabaki nayo kama ushahidi. Kwa sababu mimi sikuamini wewe. Na najua kabisa kai wewe unatawaliwa na mke wako. Yaani mke wako ndo anakuendesha. Na ndo maana nikaamua nisije na ushahidi furu. Nikachukua picha moja, nikabaki nayo ibaki kama ushahidi kwangu. Kai, kitu ambacho haukifahamu, msaliti upo karibu yako kabisa. Yaani upo naye karibu, hujui tu. Na huyu msaliti si mwingine, ni Mr. Tasha. Hivi wewe unajisikia unachokiongea kweli? Unajua wewe mtu unitaja ni nani kwangu? Tasha ni mtu wangu karibu sana. Nimekuwa naye, nimesoma naye, na ukiachana yote, yeye ndio mtu ambaye amesimamia harusi yangu. Leo unasemaje kwa Tasha ametembea na mke wangu? Bro, kuwa serious. Sije hapa kupoteza muda. Naomba kuwa straight. Kai, kikulacho kinguoni mwako. Na mimi sijawahi kufeli kwenye misheni zangu. Ushahidi 100% ninao. Kama haukubali hili nalokuambia, ushahidi upo. Kwani tuzungumze kwa maneno? Wewe uliniagiza mimi nitafute ushahidi. Tena ulikuja wewe kwa shida zako. Na mimi nimefanya uchunguzi wangu, nimegundua kuwa Tasha ndo anatoka na mke wako na ushahidi ninao. Chukua hii. Stupid. Hii si AI. Kwa hiyo hadi wewe hii picha imekuzuzua. Hii picha sio OG. Hizi ni picha zenye maudhui ya uongo zinazotengenezwa mtandaoni. Picha sio OG. Tasha hawezi kutembea na mke wangu, bro. Kama wewe mtu alikutuma kutengeneza hizo picha za uongo, kuwa hapa mmefeli. Kama nia yenu ni kuvunja urafiki wetu, haiwezekani. Hapana. Tasha hawezi kutembea. Tasha? Impossible. Haiwezekani. Ndio maana nilipofika hapa nikakuomba sana dokta unisaidie kwenye hili.
Asante sana kwa huduma yako dokta, ila kuna jambo nje ya taaluma yako, naomba nisaidie. Jambo gani hilo? Unahitaji nikusaidia? Unajua, mpaka hii hali kunikuta mimi, chanzo kikubwa ni mke wangu. Nilikuwa nampenda sana mke wangu, na mpaka sasa hivi nampenda na namthamini mno, na tulikula kiapo cha kufa na kuzikana. Ila kama wanavyosema, shukrani ya punda ni mateke. Mke wangu akuthamini upendo wangu mpaka imefikia hatua akaamua kunisaliti. Na bora hata angenisaliti na mtu mwingine, mtu baki huko. Amenisaliti na rafiki yangu kipenzi. Noa. Rafiki ambaye nimekuwa naye tangu utotoni, tumesoma wote na tunafanya kazi yote sehemu moja. Ila bado rafiki yangu huyo kashindwa kuthamini urafiki wetu, akaamua kutembea na mke wangu. Can you imagine? Kwa hiyo daktari, pale nimevurugwa sana. Naomba unisaidie sana kwenye hili. Aise. Kwanza pole sana. Ulikuwa unahitaji msaada gani? Najua mke wangu lazima aje hapa hospitalini. Kwa hiyo akishakuja sasa, naomba usimalizie tatizo langu la pressure. Bali naomba mwambie kwa nimepoteza kumbukumbu na sikumbuki chochote kile. Mimi najua hii ni kazi ndogo sana kwako. Wewe ni mtu mwenye taaluma kubwa sana, ushatibu magonjwa makubwa sana ambayo hayatibiki. Kwa hiyo hili jambo ni dogo sana, na mimi nilipo ndani ya uwezo wako. Mimi siwezi kufanya kitu kama hicho, kwa sababu taaluma yangu hainiruhusu kufanya kitu kama hicho. Siwezi kabisa kuongea uongo, kwa sababu wewe umepata mshtuko tu, haujaathirika sana kimwili. Kwa nini sasa tuje kuongea uongo? Kuwa umepoteza kumbukumbu nini? Yote yanakuja kwa ajili gani? Kwenye hilo kwanza naomba samahani sana, maana ikija kugundulika kama nimeongea uongo, aisee, utakuwa umeharibu kila kitu kwenye taaluma yangu. Kwa hiyo kiukweli siwezi. Dokta, nadhani tujaelewana vizuri. Ndio maana mwanzo nikwambia hili jambo ni nje ya taaluma yako. Shida iko wapi kunisaidia dokta? Kwa sababu sisi ni wanaume. Leo hii jambo limekuta hapa na wewe litakukuta tu, huwezi jua. Na siku zote Mungu akutanisha watu ambao wanawasaidia watu pasipo kutarajia. Ndio kama hivi naomba nisaidie mimi. Siku za usoni nikakusaidia kwenye jambo lingine kabisa. Shida iko wapi bwana? Kwa naomba sana unisaidie dokta. Naomba nielewe. Kwenye hilo sitakuwa tayari. Kwa hiyo dokta, wewe unafurahia haya yanayonikuta, si ndio? Unafurahia mimi mwanamume mwenzako kusalitiwa na mke wangu. Ingekuwa wewe ungeweza kuvumilia? Hebu jaribu kuvaa viatu vyangu dokta. Mke wako ndio anakusaliti, ungechukua hatua gani? Kwa sababu mimi nimeamua kuwa muungwana tu, kutumia njia za hekima na busara kumpeleza mke wangu na kuishi naye kwa amani. Angekuwa mtu mwingine angechukua sheria mkononi na kumuua mke wake. Je, mimi kama wewe kumuua mke wangu, upo tayari kubeba dhambi zangu? Kwa hiyo nipo tayari kwa chochote kile. Na kuanzia hivi sasa nitaishi nyumbani kwangu kama mtu ambaye nimepoteza kumbukumbu. Sawa. Nimekuelewa. Ila nilikuwa naomba kitu kimoja. Isije siku moja ikatokea ukapata hasira ukampiga mtu na kuua. Maana utakuwa mwenyetea hasara mimi. Nakuomba sana, chonde. Naomba kuwa makini kwenye hilo. Sawa dokta, usiwe na wasiwasi. Kila kitu kitakuwa sawa. Nitaishi kwa amani na mke wangu kama hakuna kitu chochote kilichotokea baina yetu. Kwa hiyo usijali, maisha yako yatakuwa reali. Na kuanzia hivi sasa nitaigiza kama nimepoteza kumbukumbu na nitamwita dada.
Kwa hiyo ndio hivyo, nitamtreat kama dada yangu ambaye nimezaliwa naye tumbo moja. Nitajifanya sikopoki chochote kile. Mgonjwa wako unaweza ukaenda naye nyumbani, ili atakuwa chini ya uangalizi, na kama nilivyokuambia awali, mgonjwa wako mpoteza kumbukumbu, unahitaji uangalizi mkubwa sana juu yake, na usitumie nguvu nyingi kuonyesha kumbukumbu yake kwa haraka. Ukifanya hivyo utakuwa umempotezea maisha. Kwa hiyo kuwa makini kwenye hiyo. Kwa hiyo daktari, tatizo hilo litachukua muda gani kupona? Kitaalamu itamchukua miaka 3 mpaka 4 ili hilo tatizo lile kuisha. Safi sana. Huu ni muda sahihi wa mimi kuenjoy penzi langu la nje kati yangu mimi na Tasha. Yaani miaka 3 mpaka 4 inatosha kabisa kuenjoy penzi langu na Tasha. Wow. Safi sana. Mbona utabasamu? Umefurahi na ile tukio? Hapana daktari. Sikutegemea kama mume wangu angesimama tena. Ndio maana ninafurahi na kumshukuru Mungu kwa ajili yake. Asante sana daktari. Mimi naomba niende kuacha uendelee na majukumu mengine. Ndoa ni moja ya kiapo, kile cha kufa na kuzikana. Ndani ina siri nzito, ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifungio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa nani ametulia, nani anachutia kwenye ndoa. Kuna watu wanapewa kila kitu. Lisa, si nimeshakwambia kwamba mimi sihitaji kuonana na wewe? Sihitaji vikao na wewe, sihitaji kuonana na wewe popote pale. Lakini hutaki kunielewa. Unanipigia simu tuje kuonana hapa ili iweje? Sihitaji kujua kuhusu wewe, sihitaji vikao na wewe, na pia sihitaji kujua hata huyo Kaya anaendeleaje. Yaani kwa kifupi mimi na nyinyi tumeshamalizana. Kwani unataka kunielewa Lisa? Ha? Sasa huko kunapoendea nitakublock. Ni lazima nikupe taarifa ya kinachoendelea. Na hupaswi kuchukia. Unapaswa kufurahi pamoja na mimi. Lisa, yani mimi na wewe tufurahi pamoja. Kwa nini yani? Tasha, Kaya amepoteza kumbukumbu. Na kumbukumbu zake haziwezi kurejea leo wala kesho. Itamchukua miaka 3 au 4 kurejea kwa kumbukumbu. Na habari njema zaidi, daktari amesema kwamba hata kumbukumbu zake zitakaporejea, hataweza kukumbuka chochote kilichomfanya apoteze kumbukumbu. Mimi naona hilo ni jambo zuri kwa upande wangu na kwako. Tunaweza kuendelea na maisha yetu. Ni muda wetu wa kufurahi na kuenjoy. Au unasemaje? Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi. Wanajifanya wa kweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama zamani, waondoke kifungoni ila haiwezekani, maana tayari washafunga ndoa. Utamuumiza sana mgonjwa. Usifanye hivyo sana. Action. Wewe, mbona unanizoea sana? Sasa hiyo mwanangu. Bila kama unavyosema, shukrani ya mapunda na mateke.
Mapunda. Twende ila kama unasema futa jasho. Joto hilo. Futa joto. Hebu msogezea hiyo tayari mpa joto sana. Twende shukrani ya mapunda. Tulianze ndio basi mchezoni. Sikucha kabisa shoti yangu ya mwisho. Twende. Action. Bila kama unavyosema. Shukrani hapo. Mapunda hawajaachia hizo. Na joto lote. Twende. Mapunda. Au nigeuke? Au sigeuke. Twende. Shakuwa. Twende stand by. Action. Wewe ushakweli boya. Pia mwanangu. Twende. Maana unajua naziona hapo. Anaweza katumia ile. Ndoa ni moja ya kiapo kile cha kufa na kuzikana. Ndani ina siri nzito ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifunio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa nani ametulia, nani anajutia kwenye ndoa. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti, tena hawachiti mbali kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi, wanajifanya wakweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama